pata fursa ya kuchangia hotuba hii ya Waziri Mkuu. Lakini awali ya yote nimshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo anaifanya kiujumla kwenye nchi yetu pamoja na jimbo langu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue nayo fursa hii kumshukuru Waziri Mkuu na wasaidizi wake wote kwa kazi kubwa ambayo anaifanya ya kutuunganisha na kutusaidia kupitia kwenye majimbo yetu. Mungu ambariki sana na tunamuomba ampe maisha marefu. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi ambao tunatoka ukanda huu wa kusini lazima tuseme tunaishukuru serikali, na tunaishukuru serikali ya Mheshimiwa Rais Samia kwa vigezo. Kwanza, kwenye jimbo langu wakati ninaingia 2020 kulikuwa kuna shida kubwa sana ya maji, lakini Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliweza kutupatia zaidi ya bilioni 3.4 za kujenga chujio pale, na tukaweza kusafisha maji katika mji wa Mtwara yakiwa salama na safi. Lakini jimbo la Mtwara mjini ni jimbo ambalo lilikuwa lina uhaba wa shule za sekondari, takriban zaidi ya kata 9. Hapa ninapozungumza katika kata 9 tumepatiwa shule za sekondari za mfano 3 na shule moja ya msingi. Tunatoa shukrani kubwa kwa Mheshimiwa Rais. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapozungumza uchumi wa nchi lazima tuwe na viwanda ndani ya nchi. Tunapozungumza kanda ya kusini, Mtwara na Lindi, tuna malighafi ya aina nyingi sana. Lakini kwa swala hili niombe serikali sasa kwenye mipango watusaidie kutuletea viwanda. Na kwa nini sisi tunaomba sana viwanda? Tumezungumza kuhusu ajira za vijana wetu, na vijana wetu wengi wanamaliza vyuo mwaka hadi mwaka na wao wanategemea ajira. Tukiwa tuna viwanda vya kutosha, nadhani swala la ajira litakuwa ni ndoto kwetu kulizungumzia kila pale tunaposimama. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze tena Rais. Mwaka jana tulipatwa na mafuriko na barabara yetu ya Mtwara Kibiti Lindi ilipata hitilafu kubwa sana ya kuvunjika kwa madaraja. Mheshimiwa Rais alitupatia fedha bilioni 800 kwa ajili ya ujenzi wa madaraja yale, na tuna imani kabisa mpaka kufika mwezi wa 9 au wa 10 madaraja yale yatakuwa yamekamilika. Ushauri wangu, barabara hii imejengwa muda mrefu sana, na kujenga kilomita 1 barabara ya lami standard inawezekana tukajenga kwa bilioni 1.4 na kuendelea. Ikiwezekana serikali itutafutie fedha zaidi ya bilioni 800, tunaweza tukatengeneza barabara ya lami kutoka Dar es Salaam mpaka Lindi na Mtwara, ikawa shida yetu ile ya barabara imekwisha. Kwa sababu shida ya kwanza ya madaraja, Mheshimiwa Rais ameshatoa fedha, itakuwa hatuingii tena kwenye madaraja. Kwa hiyo tutajenga barabara ambayo itakidhi mahitaji. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuwa tunazungumzia shida za maji, na mara nyingi serikali mmekuwa mnatueleza kwamba sasa twende kwenye maji ambayo yanastahili ni yale ambayo ni maji ya kutoka kwenye mito mikubwa. Tunao mto Ruvuma. Mto huu Ruvuma unaweza ukatuletea maji katika mkoa wa Mtwara na Lindi bila shida, na maji yakawa mengi zaidi. Tuiombe serikali, muda umefika sasa wa chanzo hiki cha maji ya kutosha tuweze kupatiwa fedha ili tupate maji ya uhakika. Lakini vile vile niishukuru serikali kuhusu masuala ya umeme. Mtwara ilikuwa ni sehemu ina shida ya umeme
takribani kwa siku umeme ulikuwa unakatika zaidi ya mara 30. Lakini sasa hivi shida ya umeme imeisha, tunamshukuru sana rais na Mungu ambariki sana. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, tunaendelea kumshukuru rais. Tayari tuna bandari pale ambayo ina uwezo mkubwa. Tumetumia zaidi ya bilioni 156 kuitengeneza bandari hile. Lakini bandari hile ilikuwa haifanyi kazi, hasa kupitisha mazao ambayo tunalima kwenye mkoa wa Mtwara, tukizungumza korosho na mbazi na ufuta. Tumekaa zaidi ya miaka 3 bandari ile haipitiki, na wala bandari ile haifanyi shughuli za kimazao. Tunamshukuru tena Mheshimiwa Rais. Tulipomlilia juu ya kuitumia bandari yetu, Mheshimiwa Rais alisimama na sisi na akasema bandari ya Mtwara itafanya kazi, na bandari ya Mtwara sasa inafanya kazi. Kwa nini tunasema bandari yetu ilikuwa tunaipigania ifanye kazi? Sasa hivi vijana wengi wa mkoa wetu wa Mtwara, au tunakizungumza majimbo yaliyo karibu na bandari, wanafanya shughuli zao za halali pale bandarini na wanapata fedha na wanajiendeleza. Lakini hata uchumi wa kibiashara katika jimbo langu sasa hivi umekuwa uchumi ni mzuri sana kutokana na bandari hii. Sasa ombi langu kwa serikali, tunao mpango, na hii ni shukuru sana serikali kwamba tayari mmeamua sasa kama serikali kutujengea ili daraja la mto Ruvuma pale Kilambo. Na daraja hili na wenzangu tulipiga kelele sana, takribani miaka 3 mfululizo tunaiomba serikali. Kwa hiyo tunaishukuru sana na tayari mmeshaingiza kwenye mpango. Kwa hiyo ujenzi wa daraja lile litaleta manufaa makubwa na uchumi mkubwa kwa mkoa wa Mtwara. Mara nyingi nimekuwa nawaeleza hapa waheshimiwa mawaziri, na muda ule walikuwa hawanielewi kwa nini nazungumzia daraja lile. Katika mikoa 8 ya Mozambiki, ni mikoa mikubwa ambayo ni mikoa ambayo ina matajiri katika mikoa ile 8. Lakini kutoka kwenye mkoa wa mwisho Pemba kuelekea Beila na Mpula, ambako wanatumia ile bandari ya Nampula, wanatumia zaidi ya kilomita 1800 au 900. Lakini kutoka kwenye mkoa wa mwisho tunaozungumzia kuja Mtwara watatumia kilomita 800. Kwa hiyo watatumia bandari ya Mtwara yenye kilomita 800 kutoka kwao wanapoishi, kwa vile bandari yetu itafanya kazi na tutapata mapato. Lakini kuna swala kiuchumi linalozungumzia korosho. Mimi niendelee kumpongeza Waziri Bashe. Waziri Bashe, kwa kweli sisi watu wa Mtwara tunampa sifa zake zote. Korosho Mtwara ilikuwa haina thamani, na korosho Mtwara ilikuwa haina thamani kwa sababu kulikuwa kuna wahuni wanachezea zao la korosho. Mheshimiwa Bashe alisimama akaingilia zao la korosho na kuondoa kitu kinachoitwa boksi ambao wahuni waliweka mle. Sisi tunawaita wahuni kwa sababu walikuwa wanawaibia wananchi. Kutoka kwenye 1800 mpaka 700 kilo, mwaka huu uliopita tumeuza korosho 4300 na kuendelea. Kwa tunamshukuru sana rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini hivi tunavyozungumza kuhusu swala la kilimo, tayari sulfa iko kwenye magodown. Yaani hatuzungumzii shida ya sulfa kwenye zao la korosho. Tunamshukuru sana rais, tunamshukuru Waziri Bashe kwamba kazi hii tunaiomba iendelee. Lakini liko jambo Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nilishauri serikali. Hizi halmashauri ziko tofauti. Ziko halmashauri zina uwezo wa kukusanya kimapato zaidi ya bilioni 1 au bilioni 2 au bilioni 3. Lakini ziko halmashauri zinakusanya zaidi ya bilioni 60 kwa mwaka. Sasa nini ninachotaka kukizungumza? Iko migao ya serikali ambayo inatoka kupitia kwenye fedha za serikali. Hebu tuangalie sasa, ziko halmashauri ambazo kwa kweli ziko nyuma kimaendeleo. Na halmashauri hizi tufike mahala sasa serikali muzibusti, baada ya kuacha wale wenzetu ambao sasa hivi wamekuwa ni matajiri, wana fedha nyingi. Kama mimi ningekuwa na uwezo kwenye halmashauri yangu mimi kupata bilioni 60 za makusanyo kwa mwaka, ningekuwa niko mbali sana. Sasa
tunaishauri serikali kwamba muangalie kwenye huu mfumo, na hasa nataka kuzungumzia fedha za tozo za barabara. Tukikubaliana na serikali tukasema kwamba kuna halmashauri zaidi ya 10 kwenye uwezo wa fedha wanaweza kujitegemea, basi hizi tozo za fedha za barabara za TARURA inawezekana baadhi ya halmashauri zikapiga hatua sana kwenda kutengeneza barabara kwenye eneo husika, ili tuondokane na ile adha, kwa sababu adha inayotukuta kila mwaka kutengeneza barabara za Molam. Leo unatumia labda kilomita 70 au kilomita 80, unatumia zaidi ya milioni 200 kukwangua, na mvua zikishanyesha barabara ile imeharibika. Kwa hiyo kila mwaka mtatumia milioni 100 au milioni 200 kwenda kuburuza zile barabara. Kwa nini tusifike mahala tukasema tuna kilomita hapa zaidi ya 15, kilomita hizi bajeti yake iende tukaweke lami? Nadhani baada ya miaka 10 itakuwa hatuwezi kupita tena kwenye barabara hizo kwenye maintenance, tutakuwa fedha zile tunafanyia jambo lingine. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, asante, muda wako Mheshimiwa Mtenga naomba dakika moja mwenyekiti. Hitimisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna jambo la ajira. Hivi karibuni vijana wetu walikuwa wanahitajiwa kwenye usairi kwenye jeshi la zimamoto. Lakini kitu ambacho kimetokea, na ni kitu ambacho ni hatari sana Mheshimiwa Mwenyekiti, wanakwenda wale vijana, pamoja ni sheria, sikatai ni sheria, wanapimwa ufupi au na urefu. Wakishapimwa pale wanaambia wewe bwana una mita 3, haustahili kabisa kuwa kwenye jeshi la zimamoto. Twendeni tutafute lugha zingine mzuri, kwa sababu hawa wafupi wameumbwa na Mwenyezi Mungu, na kama wameumbwa na Mwenyezi Mungu, ni vijana wetu tumewasomesha na wana elimu, watafanya kazi wapi? Kwa hiyo niwaombeni sana Mheshimiwa Mwenyekiti, hili nalo tuliangalie, ni bomu ambalo linatujia sisi wenyewe, hatujui kama hili ni bomu tunalitengeneza. Asante sana mwenyekiti. Nakushukuru sana. Nimuite sasa Mheshimiwa Boniface Mwita Getere.